dola milioni 4 kujionea watoto wa mjini Azam wamekaza, kwa sababu Azam wao walichofikiria shida yao sio pesa. Kuna namna ambavyo timu yao inakwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, wanakwenda kufanya vizuri katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Leo Faisal kuamua kutoka Azam Football Club ni huruma yake mwenyewe, amue au aseme kuitumikia Azam is enough, inatosha, ndio inawezekana Faisal ukamkwaa. Ziko tetesi nyingi zinazungumzwa, yako maneno mengi yanasemwa, lakini ukweli ndio huu. Wana Simba ubebeni kutoka kwa Mikoi Kisugu, wana football ubebeni kutoka kwa Mikoi Kisugu. Faisal Salum kumngoa Azam Football Club ni ngumu mno. Bro, 10 billion wamba wamekataa wale. Sijawahi kuongopa katika hii dunia. Ninachozungumza kitu sahihi na kijua, na nini nazungumza najua. Sasa hivi Watanzania wanakwenda kulisikia. Wao inamaanisha hawana shida na pesa, wana shida kuona namna ambavyo mipango yao inakwenda kufanyaje kukamilika. Hapa historia ya vijana. Yes. Inshallah Mwenyezi Mungu akileta kheri na afya njema tutakwenda tumeke koroshit kwa fete. Yes. Ila nasikia mwanangu umelamba kwa sefi. Umelamba. Mmoja anaitwa Wilson United State of America. Anaambia hivi Kisugu kule alikwenda kujisaidia Jangwani. Sasa shida tafsiri. Sisi Jangwani hatujakwenda kujisaidia. Sisi Jangwani tumekwenda kuchimba dawa. Kuna tofauti ya kujisaidia na kuna tofauti ya kuchimba dawa. Na hii sisi tumejifunza, vijana wa zamani tulikuwa tunasoma shule za msingi 82, 83, 90% Dar es Salaam. Mimi nilikuwa nasoma kutoka Mbagala Mission kwenda Mtoni Kijichi. Pale kulikuwa na vichaka, nikijisikia kuchimba dawa kwenda kuchimba dawa. Kuchimba dawa. Yes. Na kujisaidia ni nini? Naam? Kujisaidia ni nini? Kujisaidia kitu chochote ambacho wewe unaamini kwenda kukifanya kitakupa manufaa. Kwa hiyo kuchimba dawa, kujisaidia. Dawa lakini. Hii ni system ya sasa mmeileta, wazungu wanatumia toilet. Sio mimi nimesema kwenda kuchimba dawa. Kwa hiyo Azam Football Club kumuondoa Faisal Salum ni matakwa yao, lakini si matakwa labda kusema kuna mtu anaweza kununua mkataba wake kwenye timu ya Tanzania. Ni kweli mara pengi tukiona vilabu vikubwa vinafanya hivyo vitu vya kuzuia mchezaji, watu kujaribu sana. Sasa wao wanafanya hivyo, wanamzuia mchezaji kwa hivyo. Sasa hii hauoni kama wanazuia malengo yake kwenda mbele na mchezaji wa taifa? Mimi nafikiri kwa wao mtazamo wao ni sahihi. Kwa sababu mchezaji unapokwenda kumsajili, maana ya kwanza anakuwa mchezaji yule mali yako. Pili, unapokwenda kumsajili kuna mikataba mnayofanyaje? Mnayokubaliana. Maana yake wewe mpaka mkataba ule umalize ndio unatoka mikononi mwa hiyo sio inapita. Lakini pili, huyu anaotoa 10 bilioni, mfano anasema mimi nitatoa dola 25,000 mshahara. Wao wanasema sisi 25 tutakupa sisi. Anaweza kuondoka mchezaji? Kwa niwaambie tu wa Tanzania, kumchukua Faisal Salum kwenda kumnunua ndani ya Azam Football Club. Moja katika masteka ambao hivi sasa kwa bara la Afrika ukiwazungumzia wanafanya vizuri, labda mzungumzie Peter. Ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye kila mshabiki anatamani kumuona huyu mchezaji anakwenda kuitumikia kwenye timu yake. Mimi naamini haya ni maneno ya tetesi. Lakini kuna muda mwingine tuziombee tetesi ziweza kweli, kwa sababu Peter Shalulile anapokwenda kuitumikia Simba Sports tunaamini kwamba tumepata mchezaji mwenye quality kubwa. Ukiachia quality ya mchezaji, lakini lazima ukubali Peter Shalulile ana experience katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika.
Kwa hiyo unapokuwa na wachezaji wenye uwezo mkubwa kama wale, unapokuwa na wachezaji ambao wana experience kubwa, maana yake unakwenda kufanya vitu vikubwa kwenye mashindano makubwa ya klabu bingwa barani Afrika. Ni tetesi, lakini Mwamba Kisugu, naomba sasa hizi tetesi ziwe za ukweli, kwa sababu binafsi namhitaji Peter Shaulile kuna namna ambalo anakwenda kufanyaje. Musa Kamara ni moja ya panga ambalo limekuja kwa vijana kati ya wachezaji 7 na watu wanamtazama kwa jicho la tatu sana. Kwa nini Kamara inabaki na Kasari? Kisugu iko sawa? Ni swali zuri, lakini ni swali la kiufundi mno, tofauti na watu wanavyofikiria. Watu wana mamlaka ya kutoa mawazo yao, watu wana uwezo wa kutoa mitazamo yao, lakini aliyepewa mamlaka katika technical bench ni Mwalimu Beka, ambaye yeye Steven Beka anakwenda kuhusika kwa 100% kwenda kufanya usajili. Yeye ndio mwalimu ambaye anaangalia nini Simba kuifanya ili mwakani iwe moto zaidi na tukafanya vizuri kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi kwenye mindset zetu aingie akilini Mwalimu Steven Beka kwa namna anavyoitaka Simba iwe, eti aweze kumwacha mchezaji bora akamsajili mchezaji ambaye si bora. Ni kitu ambacho jamaa wanaokota watu wao taratibu cheki. Kwa mimi naamini unakuja kuokota watatu Kasari ni goalkeeper bora. Siwezi kukataa wala kubeza uwezo wa Pimpin Kamara, lakini nakwenda kuheshimu maamuzi ya management ya Simba na kwenda kuheshimu maamuzi ya technical bench na Simba. Leo hii yako maneno mengi yanazungumzwa, ziko stori nyingi zinasemwa, lakini mpira ni mchezo wa namba. Kuna muda tuache akili zetu turudi kwenye namba sahihi, tuziangalie ya Kasari toka alipokuja wapi Simba Sports, nini ameifanyia Simba Sports. Kamara ameenda finali. Leo hii ukifanya assessment vizuri kuanzia dirisha dogo, kama ingekuwa anachaguliwa goalkeeper bora, basi goalkeeper bora na Kasari ndani ya ligi NBC. Ndio goalkeeper ambaye toka alipokuja kwenye dirisha dogo, nieleweke vizuri. Kama ungekuwa magolikipa wote waliomachukua kwenye ligi NBC wamekuja kwenye dirisha dogo, bado kwenye namba za Kasari alikuwa na namba nzuri kuliko golikipa mwingine yote. Kasari toka aje Simba Sports akabidhiwe mechi kwenye mechi 20 alizocheza Simba, tujaacha point 3 katika uwanja wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kasari ukiachia historia ya nyuma ya kina Pimpin Kamara toka Kaegorini, wale wazee wa kichaka kwa kichaka, watu wanakwenda kuchimba dawa, hawajawahi kupata matokeo dhidi ya Simba golini akawa Kasari. Leo mwana Simba unakuja unabeza nini? Umetumwa unakuja kwa namba zipi kusema Kasari hana ubora? Kwa namba zipi? Tupeni basi namba na sisi tuamini, kwa sababu mpira ni mchezo wa nini? Wa namba. Leo ukichukua ligi nzima ya NBC mpaka hapa tulipokuwa ligi na kwenda kuisha, Kasari anaonekana kwenye namba, ni goalkeeper wa pili kwenye clean sheet ambaye amekuja kwenye dirisha dogo. Nani anabisha? Niwaombe sana wana Simba, akili za kuambiwa ongeza na za kwako. Kasari ni goalkeeper bora, tuna imani naye, tunamwamini, na ndio maana management ya Simba chini ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, technical bench chini ya Steven Beka wamekaa na kamati ya usajili, wameona namba za uzi zinafaa kuendelea kuitumikia Simba Sports. Usituletee maneno yako ya mkugiro kwenu huko. Wewe unabeba maneno ya kiwambo unatuletea kwenye mpira. Umetumwa. Mama yangu Mama Doris ana msemo mmoja anasema, Kasari tunaye na tunatamba. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.